La kubwa ambalo nakusudia kulisema leo ni juu ya hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alitoa tarehe 2 pale jijini Dar es Salaam. Sasa la kwanza ni Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma kinapongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake bora ambayo alitoa mbele ya Watanzania, lakini hotuba ambayo kwa kweli imetikisa kila kona ya nchi na Afrika Mashariki, lakini kama Afrika Mashariki imegonga vichwa vya habari kote duniani. Kwa hiyo kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma tunatoa pongezi kubwa sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake bora, na tunamtia moyo pia kwamba kile ambacho kilielezwa ndani ya hotuba ile ndicho hicho ambacho Watanzania wengi walikuwa wanahitaji kukisikia. Kwa hiyo kwa sisi mkoa wa Dodoma tuko pamoja na Dr. Samia, tuko pamoja na rais wetu, na kama wewe unavyofahamu kwamba Dodoma wakati wote imekuwa ni sehemu ya kuaminika ya uungwaji mkono wa wananchi kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo la mwanzo ambalo nilikusudia kufahamisha ni hii pongezi ya hotuba yenyewe. Kama mkoa tunatoa pongezi kubwa sana kwa Rais Samia. Lakini la pili, kwa kweli ile hotuba ukisikiliza tangu mwanzo na kwa utafiti ambao tumefanya katika maeneo mbalimbali, mikusanyiko ya kijamii, mikusanyiko ya bodaboda, mikusanyiko ya mamantilie, mikusanyiko ya masokoni huko, kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, kwa wakulima na wafugaji. Sasa ukisikiliza kile ambacho watu wanasema, kwa kweli unaona ni hotuba ambayo watu wameichukulia kama moja ya hotuba bora kabisa kuwahi kutolewa katika historia ya hivi karibuni. Na maoni ya walio wengi inaonyesha kwamba kila ambacho kilizungumzwa na ujumbe mahususi ambao ulitolewa na Dr. Samia ndani ya hotuba ile kwa kweli kimekuwa tiba kwa nyoyo za Watanzania, kimekuwa tiba, kimejibu maswali mengi ambayo Watanzania walikuwa wanajiuliza, lakini si tu kujibu maswali, hotuba yake imetoa mwongozo na kufafanua na kukemea yale ambayo Watanzania kwa kweli yalikuwa yanawatatiza kwa kipindi kirefu, hasa baada na kabla ya tarehe 29. Kwa hiyo ni hotuba ambayo unaiangalia ni hotuba ya kishujaa, ni hotuba unaweza ukasema ya kizalendo, ni hotuba ambayo ina utafiti wa kutosha. Kila ambacho alikizungumza Dr. Samia unakiona ni kitu ambacho kimefanywa utafiti wa kutosha, lakini si tu utafiti, kinatokana na maoni na hisia za Watanzania walio wengi. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba kabla ya ile hotuba ni kama Mheshimiwa Rais alifanya utafiti kupitia labda vyombo vyake na yeye mwenyewe kujua Watanzania wanazungumza nini na wanahitaji kusikia nini kutoka kwake. Kwa hiyo la mwanzo ndani ya hotuba ile kuna mambo kama manne. La kwanza ni ule ujumbe aliyoutuma, kwamba ilibeba ujumbe mzito juu ya dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha anaendelea kwanza kutuma salamu hizo na kukabiliana na vitisho mbalimbali ambavyo vinatishia kulimega taifa, vitisho ambavyo vinatishia kupasua, kuondosha umoja wetu kama nchi, lakini vitisho ambavyo kwa kweli vinatishia na uhuru wa nchi yetu. Kwa hiyo la kwanza ambalo unaliona ndani ya hotuba ile ilikuwa ni hotuba ambayo inatuma salamu na inatuma ujumbe madhubuti kwa wale wote ambao walikuwa kwa namna moja au nyingine wanayo nia ya kuteteresha ustawi mkubwa ambao Tanzania imefikia, wa kuteteresha umoja wa kitaifa, lakini wa kuteteresha mshikamano wa Tanzania, lakini na kuyumbisha serikali. Kwa hiyo ilikuwa ni hotuba ambayo imebeba ujumbe mzito sana ambao kwa kweli ulifika kwa hakika yake. Lakini sehemu ya pili ilikuwa ni hotuba ambayo
ina aksi na inasawili zile hisia na matarajio ya Watanzania. Kile ambacho Watanzania walihitaji kukisikia ndicho hicho ambacho alikieleza. Watanzania walikuwa wana hamu kubwa sana ya kuisikiliza sauti yenye mamlaka ambayo inakemea, inatahadharisha, inaonya juu ya matishio mbalimbali ambayo yalikuwa yanaonekana hadharani katika nchi yetu. Sasa kile ambacho alikuja kuzungumza ni kama alikuja kukata hamu ya walio wengi ambao walikuwa wanatarajia aseme hivyo. Kwa hiyo ni hotuba ambayo imekata kiu ya Watanzania, imekata matamanio yao, imejibu maswali yao, lakini imewaunganisha. Baada ya ile hotuba unaona kwamba ukimijadala mingi, ukipita vijiweni, ndio utawasikia wili watatu wanasema mengine, lakini unaona kama watu wamekuwa sasa wamoja zaidi. Watu wametambua uhalisia, wamejua hatari zinazokabili taifa lao, na wameona kwamba kumbe yale ambayo wengine pengine hawayakujua vizuri, wameyajua vizuri na wameungana zaidi. Kwa hiyo ni hotuba ambayo imeleta muunganiko zaidi wa Watanzania, imeziba nyufa ambazo zilikuwa tayari zimeanza kutanuka, imeziba nyufa na tayari zinaendelea kuzibika. Lakini imeondosha wasiwasi ambao tayari Watanzania kadhaa walikuwa nao, kwamba kama tutaacha mambo yaende hivi kama ilivyo, kila mtu anaweza kuamka asubuhi akasema la kwake, kila mtu akasema kwa niaba ya dola, kila mtu akasema kila ambacho mara nyingine kinavunja umoja wetu, kinavunja desturi zetu, kinavunja yale ambayo yametengenezwa tangu tunapata uhuru mwaka 61. Kwa hiyo watu walikuwa na mashaka makubwa. Kwa hiyo majibu aliyoyatoa ya kukemea, ya kuonya na kutahadharisha juu ya mienendo mbalimbali ambayo ilikuwa imeanza kuonekana kwenye jamii yetu, kwa kweli ni majibu ambayo yameridhisha watu wengi sana, na haswa wale watu ambao wana nia njema ya kizalendo na nchi hii. Hawakukosekana ambao walitoa maoni tofauti, lakini wengi ukitafiti, wazee, akina mama, vijana, bodaboda, wavuvi, wanafunzi wa vyuo vikuu, unaona kwamba waliridhika kwa kiasi kikubwa sana na ile hotuba, na kwa kweli walipongeza kutokana na ule ushujaa na maneno yaliyokuwemo. Lakini la tatu, ndani ya hotuba hile kuna ujumbe mahsusi juu ya umuhimu wa malezi ya wazazi kwa watoto wao, kwamba hakuwezekani kukapatikana jamii iliyo imara na bora ikiwa kila mzazi atamwacha mtoto ajifanyie kile anachokitaka. Kwamba ustawi wa taifa letu na ustawi kwa kweli wa desturi ya dunia, pamoja na jitihada za kimaarifa na nini, lakini mchango wa maadili katika kujenga taifa lililo imara ni wa muhimu sana. Kwa hiyo katika kile alichokieleza ndani ya hotuba ile juu ya umuhimu wa wazazi kuifuatilia mienendo ya watoto, kuona wanafanya nini, lakini kile wanachokifanya kina maslahi kwa taifa au hakina, ulikuwa ni ujumbe muhimu sana. Na wako ambao waliutafsiri katika namna ambayo nilimuona mwandishi mmoja wa CNN akieleza vitu vingine ambavyo sivyo, lakini kiukweli unachokisikia pale na unachokitafsiri ni kile ambacho kilizungumzwa, kwamba malezi ya watoto ni muhimu sana katika kutengeneza na kuzuia yale ambayo yanaweza yakawakuta kutokana na kutofahamu au kuyaendea mambo katika mihemko na mkumbo mkubwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alituma ujumbe huu kwa kweli, na ulikuwa ujumbe wa haki. Kwa hiyo ni jambo ambalo na ni maudhui ambayo unayapata ndani ya hotuba ile. Kwa hiyo katika dhana ya jumla na katika ujumla wake, sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma tunaichukulia hotuba ile ya Mheshimiwa Rais ya tarehe 2 kama moja ya hatua muhimu ambazo zimepigwa katika kuliunganisha taifa moja, lakini pili katika kujibu yale ambayo wengi walikuwa hawana majibu, tatu kutuma salamu kwa wale ambao kwa kweli na hili liko wazi, wale ambao wanahisi kwamba
ili tuendelee lazima tupige magoti, ili tuendelee lazima uhuru wetu upokonywe, ili tuendelee lazima wao watuamulie, katika hali ambayo na mazingira ambayo kwa kweli dunia ilishaondoka kule, na hatuna ushahidi wowote wa kwamba nchi moja iliwahi kuendelea kwa sababu inapewa mikopo na nchi nyingine. Yeyote mwenye ushahidi huo dunia aulete. Ila tunao ushahidi wa uhakika kwamba watu wa nchi fulani wanaojibidisha vizuri, wanaoongozwa na serikali yao madhubuti, ambao wanaamua kufanya ya kwao kwa juhudi na maarifa, ndio hao huendeleza mataifa yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais katika kusema kwamba wale wanaodhani wanaweza kutuambia kwamba hili liwe na wakataka liwe, hawana nafasi hiyo. Ile ilikuwa ni muhimu sana, na si Mheshimiwa tu Rais Dr. Samia anayesema tu hivyo. Ukifuatilia mienendo ya viongozi mbalimbali barani Afrika, ukifuatilia mienendo na matamshi ya viongozi mbalimbali duniani, unaona viongozi wengi wamegeukia ule umajumui wa nchi zao, kwamba wanafanya vyovyote kuhakikisha nchi zao zinaendelea kuwa imara. Wanatunga sera mbalimbali za kulinda maslahi yao ya ndani. Utaona hata juzi kinachoendelea kule Marekani, utaona kinachoendelea katika mataifa ya Ulaya, kwamba ule lazima utangulize cha kwako mbele kabla cha wengine. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alichokisema katika ile hotuba cha kukemea na kuonya si jambo jipya kwamba Mheshimiwa labda linavunja labda misingi fulani. Ni jambo na ni mwelekeo ambao ndio huo viongozi imara duniani huchukua, haswa nchi yako inapokuwa inataka kufanywa mambo ambayo yanaondosha uhuru wa taifa lako. Kwa hiyo hilo sisi pia tunaliona kwamba ni matamko, ni pointi, ni eneo muhimu ambalo Watanzania wengi na wana CCM wengi hasa wa mkoa wa Dodoma walifurahishwa sana na ujasiri huo. Walifurahishwa sana na matamshi hayo, kwa sababu tunao ushahidi juu ya mataifa mbalimbali ambayo kupitia matamshi, kupitia kile kinachopikwa nje, mataifa yale yameparanganyika, mataifa yale yameangamia, yameingia kwenye dhiki kubwa, na watu wanaitafuta nafuu ya kila ambacho wao wenyewe walishiriki katika kukiangamiza. Wewe unafahamu, waandishi nyewe mnafahamu kinachoendelea kule Sudan, lakini mnafahamu mazingira yaliyoipelekea Sudani kuwa kama ilivyo. Watu walivyopandikiziwa fitna, wakaambia Sudani ya huku wanafaidi zaidi, nyinyi hampati chochote, watu wakaingia katika vita wenyewe kwa wenyewe. Leo kupata mkate Sudani ni nasa kubwa. Leo mtu kushiba Sudani ni maisha ambayo huwezi ukayapata tena. Leo maelfu kwa maelfu Sudani, mtaona kinachoendelea. Lakini sikwambii fitna iliyoingia ikaiparanganisha Kongo leo mnaona leo haitawaliki. Leo mmemwona rais wa Kongo na rais wa Rwanda wanavyokwenda kule Marekani kusaini mkataba, ni matokeo ya kile ambacho kilipandikizwa. Sikwambii kuhusiana na kile kilichotokea Sierra Leone kupitia matamshi na ushawishi unaotoka nje. Lakini watu wanafahamu kilichotokea Nigeria katika jimbo la Biafra, na kikalifanya taifa likaenda kuangamia. Watu wanafahamu juu ya ushawishi uliofanywa katika nchi ya Msumbiji kwa sababu tu ya uwepo wa mafuta na rasilimali nyingi. Leo Msumbiji ni almanusura iangamie. Lakini watu iko mifano ya nchi kama Somalia. Kabla ya mwaka 90, Somalia ilikuwa sawa na nchi zingine, ni nchi ya neema, watu wanavuna, watu wanakula, watu wana biashara, meli zinafanya biashara. Fitna hizo zikatoka nje zikaingia Somalia, watu wakauana. Sasa Mheshimiwa Rais anapokemea mazingira ya namna hiyo na kuonyesha tahadhari ya juu ya ushawishi wa nje unavyoweza kuharibu maslahi ya ndani, jambo hilo ni jambo ambalo linapaswa kuungwa mkono na kila Mtanzania, haswa mzalendo. Kwa hiyo hotuba ya Mheshimiwa Rais ukiangalia katika maeneo yake yote tangu anaanza mpaka anamaliza, ilisheheni uzalendo, ilisheheni mafunzo na maelekezo muhimu. Ilikuwa ni hotuba ya kuliunganisha taifa, ilikuwa ni hotuba ya kuziba nyufa, ilikuwa ni hotuba ya kuponya mioyo ya Watanzania ambao walikuwa wameanza kujeruhika, ilikuwa ni hotuba ya kuwafahamisha wale ambao walikuwa kuna vitu vingi hawajui vinavyoendelea kwenye nchi, lakini ile hotuba ya kuonesha mwelekeo na nia yake njema juu ya kula ambako anataka nchi ielekee.
baada ya yale ambayo yalitokea. Na kwa kweli hata kile kilichotokea watu walitakuwa wanakubaliana na mimi, mlisikia akiyakiri yaliyotokea, lakini akionyesha sababu ya yale kutokea na akitahadharisha wananchi juu ya kuyaendea tena yale ambayo yamesababisha tufike pale ambako tulifika. Kwa hiyo sisi tunampongeza sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma kwa hotuba yake bora. Tunampongeza sana na tunamtia moyo kwamba kwa mwelekeo huo basi majeraha na yale ambayo yanatatiza taifa letu yanakwenda kupona. Na tumwambie, kwa sababu sisi tunapita kwenye mitaa, tunafanya tafiti, tunazunguka huku na kule, Watanzania wengi wenye nia njema, mkiwemo nyinyi waandishi wa habari, wako pamoja naye na ni wazalendo. Na katika mienendo hii inavyokwenda, hata kiwango cha watu kupenda Utanzania wao kimeimarika sana kutokana na yale ambayo watu wamefahamu kwamba kumbe watu wana nia hii ya kutufikisha hapa. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais na tunaamini kwamba alikuwa katika maeneo na mwelekeo sahihi, kwamba hotuba ile ilijibu, ilikata kiu, iliunganisha na ilijazilizia zile hisia zilizokuwa zinateteleka za Watanzania wengi. Sasa uwepo wa watu 20, 30, 40, 50 kwenye nchi yenye watu milioni 60, zaidi ya 60, wanaosema kwamba ile hotuba haijafanya hivi, ile hotuba labda imefanya hivi, hilo ni jambo la kawaida katika jamii yoyote. Na kwa kweli haidhaniwi na haiwezi kutokea kwenye ulimwengu mambo leo, kwamba ukawa na watu 10 wote wakawa na fikra za aina moja tu. Kwa hiyo hawa wachache ambao wanasema hao wanaona hivyo, lakini mimi lazima niseme ukweli, na wengi wa Tanzania mnajua ukweli huu, kwamba wengi ukiwatafiti wanaosema kwamba hotuba haikufanya hivi, unakuta kuna mahusiano ya kile wanachokisema na uhusika wao wa kutaka mambo fulani yawe. Ushahidi uko wazi huo. Kwa hiyo wengi wenye mlengo ule ambao walitaka mambo yaharibike ndio hao ambao wanaweza kukosoa kwamba hiyo hotuba haijafanya hivi, lakini Watanzania wengi wazalendo wameridhishwa na hotuba. Na ndio maana kwa kweli imegonga vichwa vya habari kwenye duniani. Watu tunaopitia dunia, unaangalia magazeti mengi yameandika, vyombo vikubwa vya habari vimeandika, na haswa vyombo vile ambavyo vinaegemea Afrika, vinaegemea maendeleo wa Afrika, vimechukulia katika njia iliyo bora zaidi. Kwa hiyo sisi bado msimamo wetu ni ule kwamba hotuba ile ilikuwa ni hotuba ya kujenga taifa. Na taifa kwa kweli linazidi kupona na limepona zaidi kabla na baada. Sasa unaona kuna mambo yamekuwa bora zaidi.